Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa siku ya leo, siku ya pekee ambayo Mungu amefanya katika maisha yetu. Siku ambayo haijawahi tokea. Amen. Haijawahi tokea. Leo ni siku ya pekee na kesho ni siku ya pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku tunapokuja kwetu ni siku mpya ambayo Mungu anatupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na furaha sana kusimama mbele yenu asubuhi ya leo. Nashukuru sana baba mchungaji kwa kunipa nafasi hii. Nafasi ambayo ni nyeti na adimu. Mungu kuja nafasi hii. Tupigie Bwana makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tujifunze somo letu linasema amani kamilifu. Amani kamilifu na ya kweli. Amani kamilifu na ya kweli. Mwambie jirani yako amani kamilifu na ya kweli. Haleluya. Tumshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Baba, tuko mahali kujifunza neno lako. Baba, mioyo yetu iko wazi ili Bwana uweze kuweka hazina yako neno lako Bwana Mungu tuvushi katika wakati ambao Mungu tunao. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Haleluya. Amani kamilifu na ya kweli. Neno letu la msingi linatoka katika Isaya 26. Isaya 26 mstari wa 3. Isaya 26 mstari wa 3. Biblia inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu neno lake linatuambia kwamba ulinzi wake unategemea sana kama tunamtumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amani yetu kamilifu inategemea sana kama tunamtumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wili hapa Mungu kukulinda kwa sababu moyo wake kwanza umefanyaje? Umemtegemea Mungu. Katika amini, katika amani kamilifu, kwa kuwa tumemtegemea na kumtumaini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika nyakati hizi tunazo sasa hivi, ni dhahiri kabisa tunapita katika nyakati ambazo kuna mambo mengi, kuna changamoto nyingi, misukosuko mingi kila kona. Inawezekana misukosuko nyumbani kwako, misukosuko kwenye familia yako, misukosuko kwenye ukoo wako, misukosuko katika nchi, misukosuko katika dunia. Na hivyo tupelekea kutokuwa na uhakika wa maisha yetu, kutokuwa na uhakika na kesho yetu, kutokuwa na uhakika ya kitu kinatokea baada ya saa moja ni kitu gani. Kwa haya mambo ambayo yakini tunapita nayo katika nyakati hizi, inahitaji mtu ambaye ana amani iliyo kamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kila upande dunia kuna vita, migogoro inatokea baina ya nchi na nchi, mataifa makubwa, kuna vita vingi, kuna shinikizo la kiuchumi, watu wanasema uchumi umedorora, uchumi umeshuka, kuna hali mbaya sana ya kibiashara, mambo hayaendi vizuri, tunakupanda na kushuka kwa gharama za maisha. Sio? Jamani, hapa karibuni tunafanya bajaji kwa shilingi 700, sasa hivi unawaambia buku. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yanafanya nini? Yanabadilika. Tumeona sasa hizi nimeona watu wakitembea mguu wasema sasa kwa sababu nauli imepanda, atatoka mtu yule atakatisha mkao hapa anatokezea wapi? Mjini. Maisha yanafanya nini? Yanabadilika. Gharama zimepanda. Kwa hiyo siku zinazokuja mbele yetu hatujui nini kinakuja. Kwa hiyo watu wa Mungu tunapokuwa tunapitia katika hali hizi, lazima tuichuni mioyo yetu iweze kumtegemea nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuwe na amani iliyo kamilifu. Na naanza tunakwambia kwamba ni rahisi zaidi kuishi katika wasiwasi. Yaani katika nyakati hizi watu wengi wanaweza kwa akachagua urahisi wa kuishi katika wasiwasi. Nielewe nasema kwamba ni rahisi, mara nyingi ni rahisi kuishi katika nini? Katika wasiwasi. Kuishi katika misukosuko.
kuishi katika woga, hofu na misongo kuliko kutembea katika amani. Narudia tena, nasema hivi, katika nyakati tunazo ni rahisi kuishi katika wasiwasi, kuishi katika misukosuko, kuishi katika hofu na mashaka kuliko kutembea na kuishi katika amani. Kwa sababu gani? Kwa watu wengi amani yao haipo katika Mungu, amani yao haipo katika Yesu, lakini amani yao ipo katika vitu, ipo katika mazingira, ipo katika hali ambazo zinazunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Ni rahisi mtu ukaona tabasamu naye anapokuwa anaona mambo yake yameenda vizuri. Ukiona sikio mtabasamu, hebu na bisho. Bora leo mama anafurahi sana. Sababu amezoea kwamba wewe huwezi kuona nini? Na furaha mpaka vitu fulani vifanye vikae sawa. Ushapita kwa sababu hebu niambie, mbona leo unaona kama umechangamka sana? Nipe siri ya mafanikio. Nipe siri ya furaha ulionayo. Anakuambia shosi, kwa kweli nimshukuru Mungu sana. Kulikuwa na biashara nafanya ya mitiki. Si ndio? Amani veni hapo shwari. Lakini siku ambapo mambo mengine hayajaenda vizuri, utaona kabisa bwana, ndugu yangu, vipi leo? Vipi leo? Kwa sababu yeye amani yake ni nini? Ni panda na kushuka. Kieleza waswa mfundisha fluctuation kama bei, sio? Leo bei ya nyanya iko juu, kesho vile imeshuka. Sasa mtu ambaye ameokoka na anamjua Kristo, hiyo amani ya namna hiyo imani ya kifafa, amani ya kifafa haitakiwi. Kumbe imani ya kifafa, amani ya kifafa haitakiwi. Amani ya kupanda na nini? Na kushuka haitakiwi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ninaamini kabisa Bwana Yesu ambaye ametuokoa, Bwana Yesu ambaye ametubadilisha, Bwana Yesu ambaye ametununua, anataka kabisa kubadilisha wasiwasi wetu, anataka kubadilisha misongo ya mawazo tulionayo, anataka kubadilisha hofu tulizonazo, iwe amani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kubeba hali ulizonazo, misukosuko ulionayo, wasiwasi ulionao juu ya maelekezo ya Mungu, unakosa amani, ili uwe wasiwasi ubadilishwe iwe amani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu ni dhahiri kabisa, mimi naamini kabisa Mungu ametuita. Sio ametuita ili tutese, tunyanyase. Sio ametuita ili tupite katika mashinikizo mengi. Sio kabisa, sio mpango wa Mungu. Kabisa. Hajatuita tuishi katika mzigo na hofu na mashaka na kutokuwa na uhakika. Lakini anataka tuweze kuishi katika furaha na amani yake katika kila eneo la maisha yetu. Kila eneo la maisha yetu. Katika ndoa zetu Mungu anataka tuishi kwa nini? Kwa amani. Katika kazi zetu Mungu anataka tuishi nini? Kwa amani. Katika wokovu Mungu ambao ametupa anataka tuishi kwa nini? Kwa amani. Huo ndio mpango wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma katika Yohana 16:33. Yohana 16 mstari wa 33. Biblia inasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Huyo anayeongea ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu sana. Alikuwa anaambia wanafunzi wake, lakini anatuambia mimi na wewe. Anakuambia mama ulioko hapa asubuhi ya leo kwamba ulimwenguni mtapita katika dhiki. Tutapita katika ulimwengu, tutapita katika matatizo. Tribulation Waingereza wanasema. Kuna dhoruba zitapita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema jipeni moyo. Kwa sababu gani? Anajua kabisa wakati tunapita katika dhiki, amani ya watu inashuka. Imani pia inafanyaje?
inashoka sema hivi kweli naendeleaje hapa, nitatoboa hapa, si ndio? Sasa kuna msema kusema hatutoboi hapa nilipoona sitoboi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nilipofikia siwezi jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Jipeni moyo. Kwa sababu gani? Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu, lakini pia aliishi kama mwanadamu duniani. Alikuwa ni Mungu kabisa, lakini alikuwa mwanadamu kabisa. Aliishi hapa duniani, alipita katika dhiki, alipita katika njaa, alipita katika mateso, alipita katika kupigwa, alipita katika majaribu ya kila namna, lakini anasema aliushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu aliushinda ulimwengu, na sisi lazima tuushinde ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ushinde yale ambayo unayapitia. Lazima ushinde dhiki ambazo Bwana amesema hapa, ulimwenguni mnayo nini? Dhiki. Lakini jipeni moyo. Mwambie jirani yako jipe moyo. Bwana asifiwe sana. Jipe moyo. Lakini Mungu ni mwaminifu. Ukisoma katika Mithali au Zaburi, nasema hivi, hata kama usiku utakuwa mrefu namna gani, lakini nini? Asubuhi inakuja. Mwambie jirani yako usiku ukiwa mrefu namna gani, lakini asubuhi lazima ije. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia ndugu yangu, hata kama uko kwenye usiku wa giza, kuna wakati mwingine unalala unaamka sasa, mbona hakuchi? Unalala unaamka bado ni giza. Bado ni giza. Asubuhi lazima ije. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo huyu ni Yesu anayetuambia kwamba duniani tunayo dhiki, lakini tujipe moyo. Hakuna mtu anayepita katika dhiki mwenye moyo mlaini mlegevu legevu. Lazima mtu ambaye ni ngangari katika imani katika Kristo, mtu aliyethabiti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Hata kama unaona nyumba inatikisika, inaenda inarudi, si ndio? Jumapili tulielekezwa na mchungaji kwamba wakati ameenda Sumbawanga kule amelala usiku, unaona kama nyumba inafanya nini? Inatikisika. Akasema ngoja nitoke nje, kuna kinini huko. Lazima kifuru fumbi, si ndio? Inawezekana huko nje kuna nini? Kuna hali fulani imetokea, tetemeko la ardhi au nini, misukosuko, lakini anasema kumetikisika. Kumbe kuna nini? Kulikuwa na nguvu za giza zinajaribu kutikisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Asubuhi lazima ije. Sasa kama hutavumilia, huwezi kuiona asubuhi, utaishia kwenye huo usiku mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sitajipa moyo, nitaishia kwenye huo usiku mrefu, sitaona asubuhi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi natamani kuona asubuhi yangu inakuja katika jina la Yesu. Nina imani kwamba asubuhi yangu inakuja katika jina la Yesu. Kupitia jina la Yesu Kristo, kupitia Mungu ambaye ameniokoa, asubuhi yangu inakuja na amani kamilifu itaniwezesha kunivusha katika dhoruba, katika dhiki na mambo yote ambayo nayapita nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa amani kamilifu ambayo tutaka tujifunze hapa ipo katika maeneo makuu matatu. Maeneo makuu mangapi? Matatu. Moja, amani na Mungu. Amani na Mungu. Kwa rafiki yangu Trophy, peace with God. Peace with God. Eneo la pili katika amani kamilifu tutajifunza ni amani ya Mungu. Amani ya nini? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Mungu. Peace of God. Peace of God. Amani ya Mungu. Na tatu, amani katika Mungu. Amani katika Mungu. Peace in God. Peace in God. Mambo matatu tunaweza kama tunayafanana, lakini yako tofauti. Yote haya yanajaribu kutukamilisha tuwe na amani timilifu na kamilifu ambayo Yesu anayesema katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yesu asifiwe. Sasa nimekupa intro ya vitu hivi vitatu ambavyo huko mbele tutavijadili. Lakini nataka nikupitishe tuangalie nini maana ya amani. Nini maana ya amani? Na tukija kumalizia somo letu kwa kuangalia amani na Mungu. Tutaangalia amani ya Mungu na tutamalizia kwa kuangalia amani katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapokwenda kuangalia nini maana ya amani. Watu wengi ukimuuliza kuhusu amani, amani. Amani, anakuambia hivi, mambo yako msawazo, si ndio? Sina tatizo lolote. Si ndio? Rafiki, nikimwambia sasa hizi Neema, amani, anajua amani imeisha, si ndio? Si ndio jamani? Mambo yote yamefanya nini? Yako kwenye mstari. Ndio nini? Amani, watu wengi wanajua. Hakuna ugomvi, hakuna vita, hakuna misukusuko. Amani. Si ndio? Watu wengi wanajua nini? Hiyo ndio amani. Lakini tunapoongelea kuhusu amani katika mtazamo wa kibiblia ni zaidi ya hali ya utulivu wa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amani tunayoongelea hapa ni zaidi ya utulivu wa mambo ya nje au mambo tunayoona nje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni zaidi ya mazingira yanayokuzunguka. Ni zaidi ya ulivyo navyo. Amani tunayoongelea hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa kusoma katika Ayubu 22, namshangaa Mungu sana. Asubuhi mtu aliongoza maombi amsoma huu mstari, nikasema Mungu wetu ni mwaminifu, anataka tujifunze hili somo. Kwa hiyo nilikuwa very confident na ushahidi wote kwamba kweli Mungu amedhamiria tujifunze hili somo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika Ayubu 22 mstari wa 21. Biblia inasema, mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Ndivyo mema yatakapo kujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Hajasema tafuta sana pesa ziwe mfukoni ili uwe na amani. Hajasema olewa kwanza ili uwe na amani. Au oa kwanza ili uwe na amani. Au soma sana vidato vyote umalize ili uwe na nini? Na amani. Au tafuta sana mambo, mali, nini, kila kitu uwe na amani. Biblia inasema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Ili waje? Ndivyo mema yatakapo kujia. Maana yake nini? Mema ambayo Mungu ametuandalia inategemea sana namna wewe unavyomjua nani? Mungu. Kwa sababu gani? Mambo yote Mungu ametupa yapo katika mikono yetu. Ukienda katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari 26 kuendelea pale, sasa Mungu ametuumba kwa sura yake na kwa mfano wake ili tukatawale, si ndio? Tukatawale samaki wa baharini, sio ndege wa angani, na vitu vyote viko katika nchi kavu. Kwa hiyo ili sisi mema yatujie katika maisha yetu inategemea sana tunamjuaje Mungu huyu ambaye ametuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inahitajika sana, ambayo ni bidii. Kujua sio shishu, lakini anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo amani ambayo tunasema hapa, tumesema kwamba ile ni amani ni nje, ni zaidi ya amani ya nje, mambo ya nje tunayoona, lakini ni zaidi ya yale ambayo Mungu ametufanikisha. Amani tunaongelea hapa ni ile ambayo iko ndani ya kumjua nani? Kristo Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na katika neno la Kiebrania neno amani inatafsiriwa kama nini? Shalom. Sio jamani? Shalom, shalom. Kuna ndugu yangu mzee mmoja pale barabarani, yeye hataki salamu yoyote. Na sisi tulishajua pale. Ukifika shalom, shalom, shalom. Shalom. Amesema hiyo ndo salamu ambayo yeye inamkubali, anaikupenda kabisa. Hata sisi hapa tumezoea wengi kusema shalom mtumishi. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapomaanisha shalom ni kwamba ni nini? Ni amani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Ni ukamilifu
Amani, shalom, maana yake nini? Usalama upo. Haleluya. Ustawi, afya njema, maelewano, baraka, mahusiano mema, na kwamba Mungu yupo katikati yetu. Amani, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu ambaye anapokuwa shalom, si yule asiye na matatizo tu, bali ni yule aliye kamili, salama katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama hauko salama katika Mungu, mtu akikwambia shalom, usiseme shalom. Maana yake hauko salama na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tunapoongelea shalom kama wana wa Mungu, maana yake vipi? Salama, usalama upo ndani yako. Mungu yupo ndani yako. Amen. Ukiona kabisa umegombana na Mungu, haupo, kaambia Bwana, ndugu yangu, hakuna shalom hapa bwana, au sema tu Bwana, habari za mchana nzuri. Kwa sababu shalom haipo, maana yake nini? Wewe na Mungu haupo kwenye terms nzuri. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa neno la Kigreek amani, wanasema kwamba ni eirene. Ile Irene ya Irene ile, alafu naongezea e kubwa. Kwa nitaweza kuandika hapa. Hii Irene maana yake nini? Amani. Na hii amani wanatafsiri wa Greek. Bwana asifiwe sana. Irene maana yake nini? Utulivu wa moyo. Bwana asifiwe sana. Utulivu wa nini? Wa moyo. Yaani hauwezeki kutokana na hali unazopitia. Hauwezeki na majaribu ambayo yanakusibu. Hauwezeki na dhoruba ambazo zipo. Una amani, tulivu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii Irene maana yake pia nyingine ni upatanisho. Maana yake mimi na Mungu nipo sawa sawa. Hakuna ugomvi katikati yetu. Hakuna utengano kati ya mimi na nani? Na Mungu. Mambo yetu yako sawa. Amani, amani. Mungu anakuona, anaona amani. Wewe ukimwona Mungu unaona nini? Amani. Hamkwepani. Yaani wewe na Mungu hamkwepani. Kama inawezekana kukwepana wewe na Mungu, kukwepana, si ndio? Inawezekana kabisa. Yaani utaki yaani unachengana. Mungu anakuja kunatokezea huko. Nakutokezea. Na wewe baadaye unamtafuta Mungu, sema hamko sawa. Unapomwendea Mungu naye anapiga chenga. Mungu atusaidie sana. Maana yake nini? Utulivu, upatanisho, umoja, hali ya kuwa sawa na Mungu. Irene. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Kristo ni hali ya moyo inayotokana na uhusiano mzuri na Mungu kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja ndugu yangu? Tuko pamoja? Leo naona anafundisha nafundisha vizuri sasa hizi. Tunataka taratibu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukiangalia katika Biblia, tangu mwanzo Mungu alitaka tutembee katika amani. Tutembee katika nini? Katika amani. Tutembee katika utulivu wa moyo. Ndio maana alimuumba mwanadamu akiwa na amani kamilifu. Akiwa na amani kamili kabisa. Maana yake nini? Kulikuwa na amani kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo Mungu alipoumba mwanadamu akamweka katika bustani nini? Ya Eden. Mungu na mwanadamu, yaani walikuwa nini? Mambo safi. Ndio maana Mungu alikuwa anawatembelea kila wakati. Biblia inasema Mungu alikuwa anamtembelea bustani ya Eden jioni. Wakati wa nini? Wajua kupunga. Mungu anawatembelea. Anaenda pale rafiki, sababu amani ipo. Anaongea na Adamu. Anaongea, vipi mmeishije hapa? Vipi? Kuna tatizo lolote? Adamu anasema shwari kabisa, kumetulia, Mungu hakuna shida yote. Bwana asifiwe sana. Maana yake ni kulikuwa na amani kati ya Mungu na wanadamu. Lakini amani kati ya mwanadamu na mazingira yake ambayo alikuwa anaishi. Kwa sababu gani? Adamu alikabidhiwa nini? Miliki pale. Kama wewe utatawala hapa. Kila kitu unachoona huko ndani, wewe utafanya nini? Utatawala. Kwa hiyo alikuwa na amani na mazingira yote yamekuwa sawa. Lakini kulikuwa na amani ya ndani ya moyo ya mwanadamu. Hata kama Mungu hajaja kumtembelea Adamu, lakini ile amani
kati ya ndani ya moyo wake. Alikuwa anajisikia furaha, anajisikia huru kwa sababu kulikuwa na amani iliko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo bustani ya Eden ilikuwa mahali pa amani kamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanajisikia vizuri kukaa pale. Hiyo utasoma katika Mwanzo 2:15. Mwanzo 2:15 nasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Maana yake nini? Alimpa utawala, alimpa kwamba uwe na amani na mazingira naye kuzunguka. Bwana asifiwe sana. Amani yake na Mungu, amani na mazingira yanayomzunguka, lakini amani ya moyo wake, ndani ya moyo wake Adamu kulikuwa na peace of mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini inakuja sasa anguko la mwanadamu. Automatically kama mtu mlikuwa mnaongea vizuri, mna mahusiano mazuri kabisa, inapotokea sasa kuna jambo limekuja kuwa hitili nini? Kuna hitilafu nini? Kwa fitinisha au kuna hitilafu imetokea yani. Si ndio? Unaweza katokea hitilafu. Aidha maneno au maneno fulani, mawazo hakujia. Lakini mbona mbona kama huyu simuelewelewi huyu. Simuelewelewi. Mbona kama ananichukia? Mbona kama ananichukia? Yaani wewe hajakwambia kama anakuchukia, lakini nahisi kama ananichukia. Kwa hiyo anguko lilipokuja lilileta nini? Dhambi, ilileta mpasuko. Ile amani ya Mungu na mwanadamu ikafanyaje? Ikatoweka. Yaani palikuwa na ufa sasa ukatokea. Amani ile ambayo Mungu wakati anakuja kumtembelea Adam ilikuwepo, haipo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma, andika Zaburi, andika Mwanzo 3:23 na 24. Mwanzo 3:23 na 24. Biblia inasema hivi: kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uligeuka huku na huku kuilinda njia ya mti wa uzima. Kule nyuma tumewaambia katika 2:15 kwamba Mungu alipomfanya mwanadamu akasema utaitunza hii bustani. Maana yake nini? Amani na mazingira yake. Mungu na mwanadamu palikuwa na amani. Lakini sasa dhambi imeingia. Uhusiano wa mwanadamu yule ambayo alikuwepo mara ya kwanza na uhusiano na Mungu umekatika. Haupo tena. Maana yake nini? Tunatakiwa nini? Ni kumuondoa. Sio jamani? Ndivyo watu wengi jamani. Hivi mtu ambaye mmekorofishana naye huo mnaweza kutembea pamoja? Unaweza kana pamoja Mngana kula vizuri kitimoto pale CCM. Karibu anatula kitu sana. Hapana, huyu jamaa anaweza kanitilia sumu. Sababu hakuna nini? Hauna amani naye, unaogopa. Na wengine wafika mahali pa kuwatimua watu kwenye nyumba zao sababu bwana wewe bwana tumeshindwana, ufanyeje? Maana yake amani haipo. Kwa ndivyo Mungu alivyofanya. Amani kati ya wanadamu haipo, basi akafurushwa kwenye nini? Kwenye ile bustani. Aende huko akahangaike na mahangaiko mengine. Mungu atusaidie sana. Mungu akaweka ulinzi, akalipokuwa serious kabisa, akaweka na ulinzi wa makerubi pale. Hakuna kung'aa hapa, hakuna kuingia hapa. Kwenye mti nini? Kwenye mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Anguko la mwanadamu lisababisha mwanadamu akatengana na Mungu. Maana yake amani ikatoweka, haikuwepo. Hofu ikaingia. Kwa nini iliingia? Kwa sababu kama Mungu alikuwa anawatembelea Adam wakati wa jioni, wakati wa kupunga, anatembelea, wanaongea, wanapiga story. Lakini vipi ilivyotokea? Baada ya anguko, ilivyotokea ilikuwaje? Wakati Mungu anaenda kutembelea, aliwakuta? Walikuwa wameenda wapi? Walijificha. Hofu iliinuka. Yaani hofu ifanyaje? Imeinuka, sema sasa akija itakuwaje? Akija Mungu atikuta kwenye hali hii ambayo tayari moyo tayari umeshafanya nini? Umeshaharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu ikaingia. Lawama zikaanza. Lawama zilianza. Lawama ilikuwaje? Wakati Mungu anamwambia Bwana, ilikuwaje Bwana maagizo? Akasema Bwana wewe, Mungu wewe acha tu. Huyu mwanamke huyu aliyenipa ni kichomi. Kabisa. Amefanyaje? Ndio amenipoteza Mungu. Amenipoteza kabisa. Amen.
lawama zikafanya zinakuja. Ndivyo watu wengi visingizio vinavyokuja. Mambo yakitokea ovyo baya, sababu nyingi, fulani amesababisha, ni fulani amesababisha. Lawama kwa watu wengine. Bwana asifiwe sana. Lakini migogoro ikazaliwa, mgogoro na Mungu na wanadamu ukainuka, amani kafanya nini? Lakini mwisho wa siku tunaona kifo kikaingia duniani. Kwa sababu nini? Amani ilivyotoweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza hapa nini? Dhambi ndiyo adui mkubwa wa amani kamilifu katika maisha yetu. Andika hiyo. Dhambi ni adui mkubwa wa kuondoka kwa amani kamilifu katika maisha yetu. Dhambi ndiyo adui mkubwa wa amani kamilifu katika maisha yetu. Kwa sababu gani? Ukiangalia hivi ambavyo Adamu alikuwa anaishi katika bustani, walikuwa wanaishi na amani na furaha timilifu. Lakini dhambi ilipoingia, amani ikaondoka, hofu ikaja, mahusiano ya Mungu na yeye Adamu yakavunjika. Kwa sababu gani? Sababu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa Mungu ni mwaminifu na alipanga tangu zamani wanadamu tuishi katika amani, Mungu akaweka ahadi ya kurejeshwa kwa amani katikati yake na nani? Na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika Timotheo wa kwanza 2:5-6. Timotheo wa kwanza 2:5-6. Biblia inasema hivi: kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, ambaye ni nani? Mwanadamu, Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Kwa hiyo ili amani ipatikane, amani ya kweli, lazima apatikane mtu mkamilifu ambaye ni mpatanishi kati ya sisi wanadamu ambao ni waovu na Mungu wetu ambaye ni mtakatifu, ambaye anafanyika daraja kati yetu, ambaye nani? Ni mwanadamu, Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasoma katika Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ni njia, kweli na nani? Na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa nani? Kwa njia ya yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kujifanya wewe unampenda Mungu bila kupitia kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio mpatanishi wetu. Amen. Kwa hiyo ule uadui uliokuwa kati ya Mungu na wanadamu, anakutokea mtu ambaye ni mkombozi, ambaye ni mwaminifu, ambaye ni mfalme wa amani, ambaye ni mpatanisho, ambaye ni mkombozi wa ulimwengu, anakuja kurudisha amani ambayo ilikuwa imepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwetu tumesema kwamba amani ya kweli na timilifu ipo ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana Yesu alipokuja, alikuja kuondoa uadui, alikuja kutupatanisha, akaondoa uadui na dhambi katikati yetu na kutupatia amani ya kweli. Amen. Amani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye utangulizi wangu nilisema kwamba tutajifunza hili somo la amani kamilifu na ya kweli katika maeneo mangapi? Matatu. Sio jamani? Eneo la kwanza linasemaje? Amani nani? Na Mungu. Alafu amani ya nani? Ya Mungu. Alafu tatu, amani katika Mungu. Jipigie makofi. Wanafunzi wangu umeelewa kweli kweli. Kama nilikuwa nagoa cheti, basi sasa hivi kila mtu amepata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie amani na Mungu. Amani na nani? Na Mungu. Tusome katika Warumi 5:1. Warumi
5:1. Biblia inasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alifanya pale msalabani, tunaweza kuwa na amani na Mungu. Amen. Amani na Mungu. Nimeeleza kule mwanzo ni kwamba wakati Adam na Eva wanaishi katika bustani, walikuwa na amani na nani? Na Mungu. Walikuwa wanaweza kumsubiri wakaongea na Mungu. Kwa sababu gani? Amani na Mungu ilikuwepo. Waliweza kuongea, waliweza kushauriana, waliweza kusikiliza maelekezo kwa ukaribu kabisa, kwa sababu amani ilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya wokovu tulikuwa tumetengwa na Mungu. Hatukuwa na amani na Mungu. Furaha haikuwepo, utulivu haukuwepo. Na tuliishi mbali na makusudi ya Mungu. Haleluya. Lakini kupitia Kristo Yesu aletaye amani ya kweli, ule utengano uliondoka. Amen. Tumerejeshewa katika uhusiano sahihi na Mungu wetu. Ndio maana sasa hivi ni amani na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba watu wawili waje hapa. Hao wawili tu ambao wanapatana vizuri. Au kama ni couple ni nzuri pia unaweza kaja, ni vizuri pia. Sababu pia inasadifu. Hebu niita kabisa couple mpya kabisa. Karibuni sana. Tutolee mfano hapa. Karibu. Chap tutachelewa, somo linaenda. Amani nani? Na Mungu. Naomba mkadange Mr. afu mmekaa mbali. Nitegemea saizi mwanzo mkaa jirani. Bwana asifiwe sana. Amani nani? Na Mungu. Tunaongelea kuhusu amani na Mungu. Amen. Sasa amani na Mungu, maana hapa kuna nani? Kuna Mungu, alafu nani? Kuna mwanadamu. Maana kama mimi na amani na Mungu, ukaribu wangu na Mungu unafanyaje? Unaongezeka. Eti mna amani nyinyi wawili? Mna amani? Si ndio? Bwana asifiwe sana. Hawa watu wawili wana amani nao. Yaani wanaweza kusalimiana, wanaweza yani wakatabasamiana. Kwa sababu katikati yao kuna nini? Kuna Mr. ana amani na Mrs. Sio jamani? Hapo furaha ipo, amani ipo. Yaani haya mazingira haya hata hatujaongelea kuhusu amani ya nje. Yaani wao kwa wao tu tunaona na amani iliyo anamtengeneza vizuri na nini? Na shati. Hii ndio amani ya nini? Ana amani naye. Ila ingetokea kati hao wawili hakuna amani naye, huyu huku na huyu huku, unaona? Yaani hapa amani, yaani hata asingeweza kuona kwamba huyu ana shati yake imekaja, sababu hakuna amani katikati yao. Na namna ya kutoka nyumbani, kila mtu anatoka kivyake. Kula pia inawezekana wakula kila mtu anakula kivyake. Lakini pia hata kulala, huyu akalala peke yake, akageukia huko na akageukia huko, sababu amani katikati yao haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngeukiani watumishi wa Mungu. Mungu abariki sana. Sasa tunapoongelea amani kati ya Mungu na mwanadamu ni hivi. Bwana asifiwe sana. Hata hapa tulipo katikati ya hili kanisa, mimi nikiwa sina amani na mtu fulani, ukaribu huo siwezi kuonyesha. Uongo kweli? Hata kusalimiana siwezi kufanya nini? Kumsalimia. Nisikasema Bwana Yesu asifiwe au Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu mchungaji sema tusalimiane. Bwana asifiwe sana. Amani, bariki sana. Yaani unaona hata sura yake ilivyo inaonyesha kabisa huyu mtu hana amani na huyu mtu kabisa. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu mrudi. Mpigie makofi watumishi wa Mungu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoongelea ukiwa na ugomvi na Mungu, maana yake nini? Huna amani na nani? Na Mungu. Umeruhusu kirusi kiingie katikati yako. Umeruhusu utengano uingie katikati yako. Kwa hiyo ile amani na Mungu inakuwa haipo. Tumesema kule kwamba adui mkubwa wa amani ya Mungu ni nini? Ni nini ndugu yangu? Ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ikiingia katikati yako, huna amani na Mungu kabisa.
Kama Adamu na Hawa walishindwa kuvumilia uwepo wa Mungu, wakakimbia wakajificha, hawakutaka hata kumuona Mungu, ile visitation ambayo walikuwa nayo Mungu na wanadamu wakaikwepa. Sababu gani? Amani kati yao na Mungu haikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana katika Ayubu 22:21, tafuta sana kuwa na nini? Na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjue sana ili nini? Mambo mengine fanya nini? Na huo mstari mwingine anasema tafuta sana kwa bidii kuwa nini? Na amani na watu wote ambao bila huo utakatifu hakuna mtu atakayemwona nani? Mungu. Tafuta kwa bidii amani. Kwa ndugu yangu, tunapoongelea amani na Mungu, maana yake nini? Wewe uko Bennett na Mungu. Huna kikwazo chochote nani? Na Mungu wako. Amen. Huwezi kukimbia ukajificha kama vile Adamu alivyojificha. Akasema Bwana, nini umejificha? Sababu Bwana Mungu, tumeona kabisa tuko uchi. Kwani miaka yote au muda wote mimi nilikuwa nawatembelea hamkuwa uchi, mko uchi. Bwana asifiwe sana. Ndivyo ilivyokuwa katika nyakati sasa hivi. Mtu sisi tukiona wewe una vyenga vingi. Unajua vyenga Vyenga kama mtu anayepiga mpira. Hivi alikuwa mchezaji mmoja alikuwa na chenga za kuudhi. Ronaldinho Gaucho alikuwa anapiga chenga, Brazil moja anapiga chenga za kuudhi. Yaani vyenga vingi. Mchungaji anakuja huku unakonea huku, ukipiga simu mute huku, nini? Yaani tunajua kabisa hapa tayari amani kati ya huyu mtu na Mungu wake Tukipiga simu haupokei. Njoo kwenye ibada hauji. Tunasema tayari hapa. Na sisi tunajua mchungaji tukazane kumfuatilia mtu, tayari kuna kitu kifanya nini? Kimeingia katikati yake. Amani yake na Mungu haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo hii amani ya Mungu isipokuwepo itatufanya ustawi wetu wa kiroho kududimia. Tutashindwa kumkaribia Mungu kwa sababu kuna vitu vimeingia katikati yetu. Kwa hiyo kupitia Kristo utengano huo ufanyaje? Umeondoka. Hata kama huna amani na mtu fulani hapa leo hii, jaribu kuweka daraja sasa ili amani kati ya wewe na huyo mtu irudi. Amen. Irudi. Ndugu yangu nikwambie, ninasema hivi. Hauwezi kufanyaje? Kumpenda Mungu usiyemuona wakati mwanadamu ambaye unaishi naye kila siku huyu humpendi. Amen. Wasema bwana mimi nampenda Mungu tu. Mimi na Mungu tu. Wewe na Mungu namna gani wewe? Anza kutengeneza mazingira mazuri, amani na wenzako, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, na watoto wako, na majirani zako. Tengeneza urafiki mzuri, tengeneza amani katikati yenu ili amani na Mungu iweze kurejeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatupingi kwamba ni kweli kabisa kunaweza kuwa mazingira ambayo yanaweza kapita katikati yako, amani na mtu ikafanya nini? Ikatoweka. Lakini fanya bidii kama Biblia inasema kwamba tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambayo mtu hawezi kumwona Mungu. Ndugu yangu kabisa, unaweza ukajikaza sana kisabuni. Waswahili wanasema mimi bwana hamna shida, mimi hajaniomba msamaha, kwa hiyo mimi kwani ananilisha, kwani yeye ananifanya nini? Kwani yeye ndio amejiajiri mimi? Kwani yeye ndio ananipeleka mbinguni? Yesu ndio mwenyewe atanipeleka mbinguni. Thubutu, shauri yako. Tengeneza amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na amani na watu ndio njia ya kumwona nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengine yanawezekana hapa duniani. Kumwona Mungu sio kama tutamwona Mungu kule wapi huko mbinguni. Hata hapa. Unaishi na ugomvi na watu, una amani na watu, una amani na Mungu, alafu unategemea Mungu ujue upate mema mengi, haiwezekani. Tutengeneze vizuri amani na watu ili Mungu aweze kutubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nani amebarikiwa? Nani ameudhika na maneno haya niliyoongea? Mimi naongea tu ndugu yangu. Ni neno ambalo Mungu ameleka ndani yangu. Bwana asifiwe sana. Lifanyie kazi. Kama ni wewe unahusika, lifanyie kazi. Tafuta amani na Mungu, usitafute ugomvi na Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu hakwepeki. Mungu afanyaje? Hakwepeki. Unaweza kumkwepa Msigwa kwa 100% ukafanikiwa. Ukafanikiwa kabisa, ukasema hapa nimewini.
lakini Mungu atakupiga kwenye kona moja, utaingia, utakamatwa. Huku kuna ukuta, huku kuna ukuta, mbele kuna ukuta, huku nyuma kuna ukuta, umebana kwenye kona. Huyo ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Tuangalie mfano wa Paulo. Paulo kile kwa kwake, Paulo alikuwa msumbufu sana. Alikuwa nini? Msumbufu. Alikuwa akimpinga Mungu wazi wazi. Tena alikuwa anapinga Mungu kwa bidii na kuwatesa Wakristo sana. Pinga watu, pinga watumishi wa Mungu, piga, ua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika Matendo 9:1-2, usome pale. Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume 9 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema hivi: lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kuenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, sema watu wa njia hii. Unajua watu wa njia hii ilikuwa ni watu gani? Watu wa Kristo, wanyafu wa moyo, walikuwa tayari kupigana kwa ajili ya injili ya Kristo. Ni watu walikuwa watu wa njia hii, waliokoka, ambao wamejikana na dhambi. Waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa kazi yake moja, kuwaua, kuangamiza. Sababu watu wa njia hii kwake huyo ilikuwa ni kikwazo kikubwa, hataki hata kuwaona. Mungu wetu tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Yeye moyo wake haukuwa na amana nani? Na Mungu. Alikuwa ameshikamana na mambo mengine ya duniani. Lakini alipokutana na Yesu njiani, akiwa anaelekea huko Dameski kwenye mkakati wake, alibanwa. Sema alibanwa. Alibanwa. Bwana asifiwe sana. Mungu akambadilisha. Haleluya. Huyu tunaongelea hapa ni huyo nini? Ni Sauli, si ndio? Lakini Bwana alivyombadilisha, huyu mtu hakuita Sauli na akaita nani? Paulo, mtumishi wa Mungu. Mpaka leo tutasoma nyaraka nyingi ambazo ameziandika kwa sababu ya nini? Ya vile Mungu alivyombadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna muhimu mkubwa wa wewe kutafuta amani na Mungu ili akutumie kwa viwango ambavyo Mungu anavitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kumtumia mtu ambaye hana amani naye, yani uhusiano wake na yeye haupo. Hawezi kumtumia mtu wa namna hiyo. Mungu atamtumia mtu ambaye amani yake kati yake na Mungu imekaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhusiano wake na yeye umekaa vizuri. Upatanisho wake na yeye umekaa nini? Vizuri. Ili amtumie kwa ajili ya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna madhara makubwa ya kupoteza amani na Mungu. Kwa sababu wewe tunaweza tukapoteza kipawa kikubwa, tukapoteza mtu mtumishi wa Mungu mahali hapo kwa sababu amani yako na Mungu imepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alitoka kuwa adui wa Mungu na akawa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Alitoka katika hali ya kupigana na Mungu na kuingia katika hali ya amani na Mungu. Wengi wetu tuko hapa tulikuwa na maisha ambayo ni ya ajabu mno. Sio jamani? Tulikuwa na maisha ya dhambi, maisha ambayo yalikuwa hayampi Mungu utukufu. Lakini leo Mungu wetu kupitia Yesu Kristo ametuleta tena katika familia yake. Tuna amani na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni shauku kabisa ya Mungu sisi tuwe na amani. Haleluya. Matendo 22. Matendo 22:14. Akasema kwamba Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumwona yule mwenye haki na kusikia sauti itokayo katika kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni dhahiri kwamba Mungu wetu ambaye ni baba yetu amekuchagua wewe na mimi. Ametuchagua ili kuyajua mapenzi yake. Sasa hatuwezi kuyajua mapenzi yake kama uhusiano wetu na yeye haupo. Maana yake nini? Hatuna amani
na yeye Mungu. Amen. Hatuna amani na yeye Mungu. Kwa hiyo kama ametuchagua tupate kujua mapenzi yake, lakini pia ametuchagua tumuone yeye mwenye haki, lakini kusikia sauti yake. Kwa maana yake nini? Tunapokuwa na amani na Mungu, Mungu atasema na sisi. Amen. Vile ambavyo alikuwa anatembelea bustani ya Eden, anaongea na Adamu wakati hujua kupunga, ndivyo ambavyo Mungu wakati mwingine anatamani kuongea na mimi na wewe. Katika utulivu, anataka tumuone, anataka tusikie sauti yake. Kwa kama hatuna mahusiano mazuri na Mungu, hatuna amani na Mungu, maana yake nini? Hatuwezi kuisikia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mkikorofishana, unaweza kumsikiliza? Mama Junior, mmekazana na Baba Junior, hata simu kipigwa mnakata, si ndio? Missed call 220. Sababu nini? Hatuna amani naye, si ndio? Sitaki hata kumuona, sitaki hata hata message, tuma message haujibu. Sitaki hata kusikia, sitaki hata kusikia sauti yake. Haleluya. Amani ya nimekumbuka story moja hapo jamani. Yeye Mungu mzuri sana. Wakati vile nachumbia niko na mchumba wangu ni huyo mmoja tu hini. Hakuwa mwingine. Sasa amani ilipotea. Yaani kuna vitu vilienda sivyo. Kwani nikamwambia mchungaji, bwana, mimi sitaki tena kumuona. Kwa hiyo mchungaji ameniita kwake pale, nimekaa kwenye kitanda. Yaani kama sio nikae niongee naye, nikawa nimelala kwenye kitanda. Yaani sitaki hata, yaani mazungumzo tunaongelea sitaki hata kuyasikiliza. Sababu amani haifanyi nini? Imepotea. Sina amani, sitaki. Nimulisha vitu vyake, hata picha nilikuwa nimerudisha. Ndio zamani sisi pale kulikuwa na picha moja amazing. Yaani unavyomuonaga wewe ni vile. Yaani ambaye nyui picha yake tangia kiwa binti ndio hiyo. Nilikuwa na picha yake hiyo. Na picha nilirudisha. Mchungaji shahidi. Nilirudisha na picha, nilirudisha na kila kitu. Yaani kila kitu nilirudisha. Amani hanini? Amani na wini haipo. Kwa hiyo kama amani haipo, sitaki kujua anataka nini. Sitaki kumuona, sitaki kusikia sauti yake. Na nimeokoka vizuri. Usifikiri nini roho vizuri, na nitumika vizuri kabisa. Maana mambo si ya kawaida, si ndio? Sasa yeye kama wachumba, yaani nini mnarushana maneno wakati mwingine, yaani ndio mambo ya kawaida yanatokea. Amani kifanya nini? Ilikuwa imevurugika kabisa, sitaki hata kumuona. Kumbe ka shetani kako kanaona wivu sana. Mimi kumuona wini na kuendelea na maisha yetu. Haleluya. Lakini alishindwa. Haleluya. Ndio wanasema jamani, mambo yakienda vibaya, bwana nyie alikuja kushtaki sijui, nadhani atafuta mchungaji wake yuko wapi, akaenda kushtaki kwa mama hapa, Mama Msigwa. Basi tukakaa tukajenga vizuri, basi jambo likaisha. Tukafunga ndoa yetu mwaka 2011 vizuri. Na makina Neema hao ndio walikuwa wale ma mates yani. Kwa hiyo juzi wakati namuona Frida anacheza nikasema Neema amelipiza, nimenipa kisasi. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amani ndio kwambie, tunajaribu kuambia amani. Hata kwenye ndoa yako ikiharibika, unatamani uondoke, upate safari ya ghafla, uondoke tu. Uongo kweli? Ndio. Anasema taki hata kama kutapona twende bwana tukapate chips ni kuku, ndio. Hutaki hata kusikia, sitaki hata kusikia habari zako za chips. Kwa sababu nini? Amani haipo na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka kila mmoja wetu tuyajue mapenzi yake. Maana yake nini? Tujue mapenzi yake. Anataka nini katika maisha yetu? Tukiwa na amani yake, tutajua mapenzi yake. Tutajua Mungu anataka nifanye nini. Atanielekeza. Lakini pia nikiwa na amani na Mungu, nitamuona Mungu kwa uwazi. Amesema kwamba kujua mapenzi yake na kumuona yeye. Tutamuona Mungu katika maisha yetu. Tutamuona Mungu katika kazi zetu. Tutamuona Mungu katika shughuli zetu. Tutamuona Mungu katika familia zetu. Tutamuona Mungu katika biashara zetu. Tutamuona Mungu sababu tuna amani naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio hivyo tu. Tukiwa pamoja na Mungu. Amen. Tukiwa pamoja na Mungu, tutaweza kusikia sauti yake. Amen. Atatuelekeza. Atasema katikati yetu, tutasikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii amani ni zawadi kubwa sana katika wokovu wetu. Ni zawadi kubwa mno. Kama huna amani na Mungu na unakuja kanisani kila siku, leo hii usitoke mahali hapa. Tengeneza amani na Mungu.
Amen. Haleluya. Twende ya pili. Muda wetu hautoshi. Amani ya Mungu. Amani ya nani? Ya Mungu. Amani ya Mungu tusome katika Wafilipi 4:7. Wafilipi 4:7. Biblia inasema hivi, na amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Amani nani? Ya Mungu ipitayo akili zenu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana yake nini? Amani inayoongelewa hapa ni zaidi ya kuto kuwepo kwa matatizo. Ni zaidi ya nini? Zaidi ya kuto kuwepo kwa matatizo. Ina maana nini? Matatizo yapo, dhoruba zipo, amen. Kuchacha kupo, kupigwa kupo, kuonewa kupo, kutelekezwa kupo, lakini amani ya Mungu inayopita akili zote inakuhifadhi. Bwana asifiwe sana. Ni kweli kabisa. Kuna watu pata simulia kwamba bwana, tanga nilipookoka naona ndugu zangu wa karibu wote wamefanya nini? Wamekimbia, wameniacha. Mke naye afanya amesema bwana, kama umeokoka mimi bwana, mimi na wewe basi. Hayo yapo hayapo? Yapo. Lakini vipi? Nitashindwa kuendelea kwa sababu haya mambo yapo? Hapana. Amani ya Bwana inanihifadhi, itanifanyaje? Itanitia nguvu, itaniwezesha hiyo amani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo amani ni zaidi ya kutokuwepo. Hii amani tunaongelea hapa, amani ya Mungu ni zaidi ya kutokuwepo kwa matatizo. Dhiki ziko pale pale, nitajipa moyo kwa sababu Bwana yuko pamoja nami. Hii amani tunaongelea hapa, amani ya Mungu ni utulivu wa kimuujiza. Hey, haleluya. Ni utulivu wa nini? Ni utulivu wa kimuujiza. Watu wanashangaa, vipi huyu jamani? Vipi? Mbona vipi bwana? Mbona anaendelea tu? Tumefanya kila jambo tunalofanya. Tumetumia kila fikiso zote. Tumetumia kila njia ili ashindwe kuendelea, lakini yeye yupo tu na Bwana. Yupo na Bwana. Ni amani nini? Ya kimuujiza. Hii amani haitokana na mazingira ulionayo tu, kama mazingira bora ulionayo, mambo yanakuzunguka mazuri, kuna chips na kuku nyumbani, kuna bilea au unasema nini? Biriani, mnakula vizuri, kuna kuku. Nini? Baga. Si ndio? Nini kingine mnapenda pendelea? Pizza, pizza mnaita, si ndio? Yaani haya mambo hayapo, lakini amani ya Bwana inakuhifadhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba eirene maana yake nini? Ukamilifu na utimilifu katika nani? Katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. 14:27 Yohana. 14:27 Yohana takatifu. Yohana mtakatifu 14:27. Mesema hivi, amani na wachieni, amani yangu nawapa, niwapayo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Amani ya Mungu sio kama amani tokana na wanadamu, si ndio? Sawa? Sababu watu wengine wanasema ili amani, kafanya ule ugomvi kitokea, ili amani ipe, ili ije, si ndio? Unaweza kufanya namna yote ile. Unatengeneza mazingira ili amani fanye nini? Itokee rejeo. Ama kama ni familia unaenda kutoa kitenge nini? Weka mambo sawa. Au unamtoa out, mazingira yanatengeneza mazingira, amani fanyeje? Ije. Lakini amani tunaongelea hapa Irene si amani ya namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Asema amani wapeni, sivyo kama mwanadamu kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msio na nini? Na woga. Maana amani ya Mungu ni zaidi ya